Mtu wa Mungu, wajua kwamba kuna imani mara mbili, aina mbili za imani. Basi siku ya leo andamana nami katika hili neno lake Mwenyezi Mungu, na ambapo najua utakuwa unaelewa hizi aina mbili za imani ambazo mchungaji Benson Mwanza anazizungumzia ni zipi, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo ninasoma katika kitabu kile cha Danieli sura ya 3, na nitasoma ule mstari wa 28. Danieli sura ya 3 ule mstari wa 28, na Biblia inasema, Nebukadneza akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shedraki, Meshaki na Abednego, ambaye amemtuma malaika wake na kuwaokoa watumishi wake waliomtumaini. Waliasi amri ya mfalme na walikuwa tayari kuyatoa maisha yao badala ya kutumikia au kuabudu Mungu mwingine yeyote isipokuwa Mungu wao. Baba, sema nasi kupitia hili neno. Nena na kila nafsi Baba, rekebisha, tupe mwelekeo Baba, katuimize Mungu wetu zaidi, katupe maarifa tukazidi na kukufahamu zaidi, kajenge imani yetu, kainue imani yetu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, na hapa katika hichi kitabu cha Danieli tunaona ya kwamba ni vijana watatu wa Ibrania na ambao walikataa kusujudia sanamu ya dhahabu ya mfalme Nebukadneza, hivyo wakatupwa katika tanuru la moto mkali. Na kuna jambo linatukia pale. Hawa vijana walikuwa wamemwambia mfalme, Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa katika moto huu, lakini hata asipotuokoa hatutaisujudia sanamu hiyo ya dhahabu. Na kwa muujiza mkubwa Mungu aliwaokoa, bali Mungu hakuwaokoa tu. Mungu hakuwaokoa tu, lakini walitoka katika moto huo bila kujeruhiwa na hata bila harufu ya moshi. Na ndio maana siku ya leo ujumbe nimeupa kichwa aina mbili za imani, na ambazo tunaweza tukajifundisha kutoka kwa hichi kifungu. Aina mbili za imani. Aina ya kwanza ya imani ni imani ya kuokolewa. Imani ya kuokolewa ama ukipenda kwa lugha ya Kiingereza delivering faith. Hii ni imani aina gani? Hii ni imani ambapo Mungu wetu mwenye uwezo wote anakutoa mara moja katika tatizo. Hiyo ni imani ya kuokolewa. Imani ambapo Mungu wetu mwenye uweza wote na nguvu zote anakuondoa mara moja katika tatizo. Mungu anakuepusha na moto, au pia anafungua njia kama alivyogawanya bahari ya Shamu na wana wa Israeli wakapita. Na hivyo hiyo ni imani ya kwanza, imani ya kuokolewa, ambapo Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu atatumia uweza wake na atakuokoa moja kwa moja kutoka kwa tatizo, atakuepushana na moto, atakuepushana na tatizo, au pia Mungu atafungua njia kama vile alivyopasua bahari ya Shamu na wana wa Israeli wakapita. Na ya pili, imani ya kudumishwa, kwa lugha ya Kiingereza tutaita sustaining faith, ambapo Mungu anakupa nguvu ya kustahimili moto na kukupitisha ndani yake kama njia ya kukupeleka kwenye kusudi lake. Aina ya pili ya imani tumesema ni imani ya kudumishwa, sustaining faith, ambapo Mungu anakupa nguvu za kustahimili moto na kukupisha ndani ya moto, au njia kukupeleka kwenye kusudi lako. Na ndio maana nasema katika neno lake kwamba katika hayo maji mengi nitakuwa pamoja na wewe.
tunaweza tukasema ya kwamba imani ya Shadraka na Meshaki ilikuwa imani ya kukudumisha, ya kuwastahimilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika ule moto Mungu aliruhusu akaingia katika ule moto, na katika ule moto akawa na wao, akawastahimilisha. Katika ule moto akasababisha hawakuchomeka, akawapeleka kwa kusudi lake. Kusudi lake lilikuwa na ili Nebukadneza ajue kwamba kuna Mungu mwenye nguvu kuliko sanamu yake, kuna mfalme mwingine zaidi yake. Maana Nebukadneza ule wakati Babiloni ilikuwa ni kama ufalme wa dunia, alikuwa ameteka dunia yote, na hivyo alikuwa samao kamungu, wa kukosa neno lingine. Na hivyo Mungu kusudi lake ilikuwa Nebukadneza ajue kuna Mungu. Ndio maana ule mstari tulioanza kusoma inasema, Nebukadneza akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, ambaye amemtuma malaika wake na kuwaokoa watumishi wake waliomtumaini. Waliasi amri ya mfalme na walikuwa tayari kuyatoa maisha yao badala ya kutumikia au kuabudu Mungu mwingine yote isipokuwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi likaafikiwa, na tunaona vizuri zaidi, wale vijana watatu wakaheshimika na Mungu akatambulika kupitia wao na mfalme wa Babiloni, na Babiloni yote ikajua kunaye Mungu. Mungu akaafikia kusudi lake, na liliafikia kusudi lake na kusudi la hawa vijana watatu maishani mwao kupitia imani ambayo ni ya kustahimisha ama ya kudumishwa, sustaining faith. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunahitaji zaidi imani ya kudumishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi tumekuwa tukikimbilia ile imani ya kuokolewa. Tunataka tu Mungu akuje tu atuokoe. Hapo ndipo wengi tumefeli. Lakini mara nyingi sisi tunahitaji imani ya kudumishwa, hasa pale ambapo huoni hali ikibadilika. Maana Mungu anataka kuitumia hiyo hali akubadilishe, akupeleke katika hatima nyingine. Kwa hivyo hapo unahitaji sustaining faith, au hitaji delivering faith. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo angalia hapa, Mungu anataka aone ukiafikia lile ambalo ni kusudi lake, na ndio maana ameruhusu hii sustaining faith, imani ya kudumishwa. Upinzani unaonekana kuwa mkubwa zaidi, Mungu atakupa imani ya kudumishwa. Habari njema ni kwamba Mungu anakudumisha na kukutia nguvu katikati ya shida, katikati ya ugonjwa, maumivu au kuvunjika kwa mahusiano. Na hivyo dumu katika imani, mtumaini Mungu ukijua kwamba uko katikati ya muujiza wako. Utatoka salama bila hata harufu ya moshi, kama wa vijana Shadraki, Meshaki na Abednego. Hivyo hivyo Mungu aliwapa imani ya kuwadumisha. Labda angewapa, angeshuka tu na waokoe, lakini hakufanya hivyo. Vivyo hivyo na sisi, aina mbili za imani ni muhimu zaidi katika maisha yetu ya Ukristo. Imani ya kwanza ni imani ya kuokolewa, delivering faith. Imani ya pili ni imani ya kustahimilishwa au kudumishwa, sustaining faith. Na tumeona imani ya kuokolewa ni wakati Mungu anashuka papo hapo na uwezo wake na nguvu zake, na anakuondoa katika shida, anatengeza njia unapita. Na tumeona imani ya kudumisha ni wakati na ambapo Mungu anakuwa pamoja na wewe katika hiyo shida, anaruhusu ukuwe katika hiyo shida na ukae katika hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupa nguvu za kustahimili moto na kukupitisha, maana anataka hiyo hali ikutengeze. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo elewa ya kwamba Mungu atahakikisha hata moshi hautapatikana katika nguo zako.
maana umemtegemea Mungu. Angalia hapa, tumejifunza hayo mambo mawili ambayo ni muhimu, tuelewe hivyo. Na hivyo wakati wote huo unajiuliza, katika hili ninahitaji imani ya kudumishwa au nahitaji imani ya kuokolewa? Hilo ni wewe kuweza kutambua, na ukitambua hilo, tutaishi maisha na ambayo si ya kuhangaika, maisha na ambayo si ya kulia. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi kupitia hili neno lako. Wewe uketie nchini yote Baba, unastahili sifa zote na utukufu. Ni asante kwa nafasi nyingine Mungu wetu ambao umeweza na kutupa kupata kutoka kwako Baba. Tumejifundisha aina mbili ya imani Baba, tusaidie ili tukatambue Baba, na tukaelewe imani gani inayofanya kazi wapi Mungu wetu, na ili tukakutukuze na zaidi ukajitwalie sifa kupitia maisha yetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante maana wewe ni Mungu. Umekuwa nasi pia wiki nzima, umetuongoza, umetuhifadhi Baba. Tumerudi kusema ni asante. Na hata tunapoingia wikendi Mungu wetu, tunaomba kwamba utatuongoza, tunaomba kwamba utakuwa nasi, tunaomba kwamba Mungu wetu utatutanguliza Baba, maana tunakutumainia, utanyosha mapito yetu Baba. Ni asante kwa hii Ijumaa nyingine ambayo umetupa Baba, tunapokuwa katika shughuli za siku, tunapoanza shughuli za siku, tunaomba utatuhifadhi Baba, tunaomba utanyosha mapito yetu. Walio wagonjwa, natangaza uponyaji juu ya maisha yao Baba, ambao wanakuhitaji, kakutane na mahitaji ya mioyo yao, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Mtolee Mwenyezi Mungu sadaka zako, fungu lako la 10, sapoti huduma na Mungu atakubariki. Na ni kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648 +254 792 593648. Hizo ndizo nambari zangu. Sema nami pia, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi, na pia unaweza ukanitumia WhatsApp, na Mungu atakubariki. Hadi hiyo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.